Mheshimiwa Uhuru Kenyatta zilikamilika. Hiyo tu, kwa sababu kwa sasa Mheshimiwa Rais ametoa ahadi chungu nzima kiasi cha kwamba hata wakati takapokuwa tukimwekea sahihi ile scorecard yake baada ya kipindi cha miaka 5, itakuwa vigumu kumsahisha, kwa sababu zile ahadi alizoweza kutoa pengine ni nyingi kiasi cha kwamba ni ngumu kufikisha nusu ya zile ahadi kwa muda uliosalia. Naam, kwa hivyo ahadi zilitolewa nyingi hazijaweza kukamilishwa, na bado kuna zingine zinatolewa. Sijui kama umesikia wiki iliyopita kuhusu mambo ya chapati milioni 1 huko Nairobi. Sio wiki iliyopita, ni wiki hii. Ni wiki ni wiki, manake leo ni siku ya Ijumaa. Ndio. Kwa hivyo wakati ambapo hilo swala la chapati limetokea, limeibua hisia katika mitandao ya kijamii. Wakenya wamezungumza, wamesema kwa nini mpaka wanaanza kufanya ile comparison kwamba ukiangalia mataifa mengine, ukiangalia namna ambavyo mambo mengi yanapewa kipaumbele, yana tofauti mkubwa na katika taifa la Kenya. Nafikiri kwa swala lile la chapati huenda ikawa Kenya au wamemchukulia, hawajamuelewa rais, kwa sababu ahadi ya chapati si ya Rais William Ruto. Ule ni mradi wa shibe kwa elimu unaotolewa na serikali ya kaunti ya Nairobi. Na kile ambacho gavana wa kaunti ya Nairobi alifanya ni kwamba alipozuru eneo moja katika ile hafla ya kuendeleza shughuli za uzinduzi wa ujenzi wa madarasa na vile vile uzinduzi wa madarasa zilizojengwa, basi Mheshimiwa Johnson Sakaja ambaye ni gavana wa kaunti ya Nairobi aliomba ya kwamba ikiwa rais atakuwa katika nafasi nzuri aweze kumnunulia yeye au kaunti aweze kuinunulia kaunti ya Nairobi mashine ambayo itatumika kutengeneza chapati milioni 1 kwa siku. Haimaanishi ya kwamba katika mradi ule wanafunzi katika kaunti ya Nairobi watakuwa kula chapati kila siku. Haimaanishi vile, lakini huenda ikawa kuna siku moja kati ya zile siku 5 au 6 ambazo wanafunzi watakuweko shuleni ambayo itatengwa kwa minajili ya chapati, ambapo pengine zitaanza kupikwa usiku, ikifika asubuhi kuwe na zile magari za kusambaza katika shule mbalimbali ili kuhakikisha ya kwamba wale wanafunzi wanapewa balanced diet. Kwa hivyo si kwamba rais alikuwa anaahidi ya kwamba atawapea wakazi wa Nairobi mashine ya kutengeneza chapati. Hapana, yeye alikuwa anajibu ombi lililotolewa na gavana wa kaunti ya Nairobi, ambaye katika mpango wake wa serikali ya kaunti ya Nairobi na katika ahadi zake za kampeni ya mwaka 2022, Mheshimiwa Sakaja aliahidi ya kwamba atakapoteuliwa gavana, kila mwanafunzi katika kaunti ya Nairobi atakuwa katika nafasi ya kupewa kile chakula cha mchana shuleni, kuhakikisha ya kwamba wote wanahusika kikamilifu katika masomo, na bali tatizo la ukosefu wa lishe halitawafanya wakaweze kukaa nyumbani. Naam, nadhani kwamba ni miongoni mwa masuala ambayo pengine rais wetu aliweza kuahidi kwamba masuala ya feeding program katika shule inashughulikiwa kikamilifu kwa lengo la kuwaweka wanafunzi shuleni. Na kama ulivyosema kuona kwamba kunakuwa na balanced diet. Yes. Lakini sasa Wakenya wanahisi kama kuna kule kuweka mipangilio ambayo haifai, pengine ama kuyapatia masuala uzito ambayo hayafai kuwa na uzito. Mimi naiangalia katika mtazamo tofauti ya kwamba tuko katika mwezi wa 3 ambao pengine ni mwezi wa 9 wa utekelezaji wa mwaka wa serikali wa kifedha, kumaanisha ya kwamba mipangilio ya masuala ya kifedha katika kipindi cha mwaka ujao ziko katika zile tunasema advanced stage. Kwa hivyo kama kuna mambo ambayo pengine yanaonekana kuwa yana umuhimu wa kiwango fulani, ni wakati ambapo yanaweza yakazingatiwa na kuwekwa katika ile bajeti ili kuhakikisha ya kwamba katika kipindi cha mwaka unaokuja wa kifedha wa serikali zimeweza kushughulikiwa kikamilifu. Kwa hivyo kwa wakati huu sioni ya kwamba kana kwamba ni ahadi ambazo pengine hazijafanyiliwa mpango ambazo zinatolewa. Ni wakati ambapo mipango ya serikali kwa ajili ya mwaka ujao wa kifedha zinazidi kuendelea. Naam, tukizungumza kuhusu masuala ya miradi ya maendeleo tu, wakati ambapo kuliletwa swala la kuweza kupata makato ya 1.5% kutoka kwa Wakenya kwa minajili ya kuweza kufanikisha mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Yes. Wakenya walipokuwa na ule uelewa kwa mara ya kwanza, Wakenya walijua kwamba baada ya yale makato kwa wale ambao wanakatwa,
wataweza kuwa na uwezo wa kuweza kupata nyumba. Ni swala ambalo lizungumzia. Ndio. Lakini ikafika mali ikionekana kwamba hili swala la mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu haimpi nafasi Mkenya moja kwa moja kuweza kumiliki ile nyumba. Ila baada ya nyumba kujengwa na makato yako kama Mkenya ambao unakatwa, bado utaweza kufanya nini? Kuimiliki baada ya kuilipia kwa kipindi fulani. Ndio. Na nafikiri tulijaribu kulifafanua kwa undani wakati ule, na nikaona juzi wakati wa mkataba ule kati ya chama cha UDA na chama cha ODM, swala lile lilikuja katika moja ya zile agenda 10 ambazo iliweza kuwekwa pale. Nafikiri nikiiona tunaweza kuliangalia kwa undani, lakini liliwekwa pale kwa minajili ya kwamba ule ushuru unaotozwa wafanyikazi wa umma kwa minajili ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu ukaweze kupunguzwa kwa asilimia fulani, ili kuhakikisha ya kwamba ile pay slip ya mwananchi imeweza kuangaliwa, na kwamba pengine kwa kiwango fulani hela zingine zinasalia na mwananchi ambaye anatoza ushuru. Kwa hivyo mambo haya tunaona ni kama bado yako, kwa sababu pia katika manifesto yake Mheshimiwa Raila Odinga alipokuwa akiwania urais, ilikuwemo kati ya zile moja ya agenda ambazo zilikuwa ni agenda kuu za Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo anapoonyesha ya kwamba ni zile hela zinazotozwa mwananchi au mfanyikazi wa umma zikaweze kupunguzwa, lakini sio ziondolewe, ni kumaanisha ya kwamba pia yeye ana nia ya kuhakikisha ya kwamba mradi ule wa nyumba za bei nafuu unafanyika. Rais akiwa katika eneo la Kibra hapo jana akasema ya kwamba anatarajia katika kipindi cha miaka 10 zile mitaa ya mabanda iliyoko katika eneo bunge la Kibra itaweza kuwa imekamilishwa kwa sababu ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Ni mipangilio ambayo pengine ikizingatiwa kwa ukamilifu italeta sura mpya katika taifa la Kenya, na kuhakikisha ya kwamba kama wananchi wa taifa la Kenya wanaweza kukaa katika mazingira ambayo ni mazuri, ambayo kukiwa na pengine changamoto ya kuzuka kwa moto yanaweza kushughulikiwa, na ikiwa pengine zile barabara au njia ambazo zinapelekea wanapokaa wakazi wa eneo la mitaa ya mabanda inaweza kutengenezwa, kwa sababu sasa vile yale maeneo ambayo yameziba barabara yameweza kufunguliwa katika sehemu ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Naam, pengine tukiangazia katika masuala ambayo Wakenya walitarajia kwamba yaweze kufanikishwa, mojawapo ni swala la usalama wa chakula. Kuna kwamba Wizara ya Kilimo inaimarishwa na pembejeo na vitu vyote ambavyo vinahitajika kupewa mkulima vinatolewa kwa ruzuku na kwa wakati ambao unafaa. Jana nimemsikia akizungumza Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe kwamba kuna mbolea ambayo inafaa kuharibiwa katika mabohari, na ilikuwa iharibiwe kwa sababu imefika muda wa kuchina, ile expiry na haiwezi tumika na wakulima tena. Ina maana gani? Manake mwaka uliopita wakulima waliweza kulalama kuhusu kutokupata pembejeo za kutosha katika shughuli za kilimo. Na hata kuna wakati mmoja tumeshuhudia Wakenya wakilalamika kwa sababu ya kupata ile mbolea ghashi, kwamba ikawa haimpi Mkenya matumaini ya kuimarisha shughuli za kilimo na usalama wa chakula. Unahisi kwa nini mbolea iwepo kwenye mabohari mpaka ifikie wakati wa kuharibika, ili hali kuna Wakenya ambao hawakupata ile bidhaa kikamilifu? Nafikiri ya kwamba huenda ikawa mbolea hii iletwe ikiwa tayari muda wake umeweza kukamilika, na pengine ilikuwa njia, kwa sababu tumeona hapo nyuma hata sukari inayoagizwa kutoka mataifa ya nje inakuja ikiwa tayari ishafikia muda wake wa kuharibika, na isipogundulika kwa wakati unaofaa, unapata kwamba bidhaa zile zinapatikana katika soko na wananchi wanaweza kupewa. Kwa hivyo mimi ninataka kumpongeza Waziri wa Kilimo, na tunavyomjua Mheshimiwa Mutahi Kagwe ni mtu ambaye kwa kila wakati hupenda kufanya kazi yake kwa umakinifu sana. Tuliona wakati alipokuwa katika Wizara ya Afya wakati changamoto ya ugonjwa ya COVID na mengine, na zile hatua alizochukua baada ya kuchukua hatamu ya kuongoza wizara ile, tumeona kwamba pengine kwa mapema, kabla mbolea hii haijaweza kumfikia mwananchi, pengine mwananchi angeenda kugundua au mkulima angeenda kugundua kwamba mbolea hii imeharibika wakati imemfikia shambani, lakini tayari kashatoa onyo. Kwa hivyo pia ni vizuri wakulima wawe katika tahadhari ya kwamba mbolea hizi tayari zilikuwa katika zile tunaita
zile stores za shirika la NCPB katika maeneo mbalimbali katika taifa la Kenya. Kwa hivyo wanapoenda kununua mbolea ile, ni vizuri ya kwamba wao wazingatifu na wahakikisha ya kwamba ile mbolea ambayo wanapewa haijaweza kuharibika, na ni wakati ambapo Mheshimiwa Mutahi Kagwe, kwa sababu kumeshagundulika ya kwamba mbolea ile iliharibika, awe kipaumbele kuhakikisha ya kwamba inaharibiwa mbele ya macho yake, kwa sababu isipofanywa hivyo katika taifa la Kenya tuna watu ambao wanapenda kuchukulia kuteka advantage, ile tunasema kuteka advantage kwa kimombo, ya kwamba mbolea hii imesemekana kuwa ishaharibika, basi utapata pengine toa magunia kadhaa wakaende wakaweke katika wageuze wakaweka katika magunia tofauti ili ikampelekewe mkulima katika maeneo ya taifa ya Kenya kuweza kutumia. Kwa hivyo mimi ningependa kuomba ya kwamba katika muda mfupi uwezekanavyo Mheshimiwa Mutahi Kagwe hakikisha mbolea ile yote imeweza kupelekwa mahali inahitajika kupelekwa kwa minajili ya kuharibiwa, ili kuhakikisha ya kwamba hatuingii katika msimu mwingine wa malalamishi ya kwamba wananchi au wakulima wa taifa la Kenya wamepata mbolea ambayo si sahihi kwa ajili ya mimea wanayopanda. Jambo la kuhakikisha ya kwamba kama taifa la Kenya tuna ile inaitwa food security ni la muhimu sana, na nafikiri kwa kiwango kikubwa kwa zile ahadi alizotoa Mheshimiwa William Ruto wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022, nafikiri ingawa imekumbwa na changamoto kwa ugavi wa mbolea pamoja na mbegu ambazo pengine zimesemekana kuwa gushi au si katika hali inayofaa, lakini sekta ile ya kilimo ndio moja ambayo Mheshimiwa Rais, nafikiri kulingana na mimi, nitampa 70-75 kwa utekelezaji na uhakikishaji ya kwamba taifa la Kenya lina chakula cha kutosha, kwa sababu mpaka wakati huu nafikiri katika kipindi cha miaka 3-4 tumeenda seasons 2-3 bila kumsikia Mkenya yeyote akilalamika kuhusu baya la njaa mahali popote. Naam, swala la muhimu lile, lakini sasa kidogo tuweze kuangazia, najua kwamba baada ya kuweza na mwenyekiti wa AUC Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akaenda, lakini akafanikiwa kupata nambari ya pili na akawa amerejea nchini na akasema kwamba anafanya mawasiliano na Wakenya ili kuchukua ule msimamo na hatimaye akachukua msimamo, akaamua kujumuika na kiongozi wa taifa na akasema kwamba wanafanya kazi kwa pamoja. Amekuwa kila mara katika ziara yake ya utendakazi amekuwa anatetea kule kujumulishwa serikali baadhi ya viongozi wakiwemo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Lakini Wakenya wanahisi kama aliochukua mkondo huo aliochukua pengine ni wa manufaa kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yeye pamoja na ngome yake tu, kwamba haimfaidi, kwa sababu kidogo nimeona vijana katika kaunti ya Trans Nzoia na si vijana tu, wale wafuasi wa chama cha ODM wamekuwa jana wanaandamana kulalamikia kwamba hajaweza kupewa nafasi yote katika kamati zozote zile za bungeni Mheshimiwa Caleb Amisi ambaye anakuwa ni mfuasi sugu wa chama cha ODM katika kaunti ya Trans Nzoia. Sasa wanahisi kama kuweza kujumuishwa kwa serikali kwa Raila Amolo Odinga kwamba kumeanza kuwafaidi watu wa eneo la Nyanza pekee, na kwamba hakutamfaidi Mkenya yote ambaye pengine alikuwa ni mfuasi wa chama cha ODM, kwa sababu eti kwamba imeanza kujitokeza waziwazi. Sidhani kama ule utakuwa ni ukweli, ingawa wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wana haki kulalamika ya kwamba pengine hawajaangaliwa kikamilifu. Nilimsikia mbunge kiongozi wa wengi katika bunge, kinara wa wengi katika bunge la taifa, Mheshimiwa Silvanus Osoro vile vile akilalamika ya kwamba eneo la Gusii halijazingatiwa kwa kikamilifu na Mheshimiwa Raila Odinga baada ya kujumuishwa katika makubaliano na Mheshimiwa William Ruto, akisema ya kwamba zile nafasi walizoko nazo katika serikali ya kitaifa watu kutoka eneo la Gusii ni zile ambazo wao kama viongozi katika mrengo wa Kenya Kwanza au chama cha UDA waliweza kusukuma na kuleta katika eneo lile la Gusii. Vile vile katika eneo la magharibi haswa ukiangalia
ukiangalia pengine katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia ambayo tunazungumzia, utaona ya kwamba zile nafasi ambazo ziko katika serikali kwa sasa ni zile ambazo zilizokuwa wakati serikali ya Kenya Kwanza ilipounda serikali mwanzoni mwa muhula huu. Kwa hivyo bado hawajefaidika vile kwa kuunganishwa au kujumuishwa serikalini kwa chama cha ODM. Lakini hivi juzi tumeona hapo jana tumeona, nafikiri jana au juzi, tumemwona mbunge wa Butere Mheshimiwa Tindi Mwale akiweza kuteuliwa kama mwenyekiti wa kamati ya uhasibu bungeni. Vile vile tumeona Mheshimiwa Jack Wamboka wa eneo bunge la Bumula kaunti ya Bungoma akichaguliwa kuwa mwenyekiti wa PIC, ile ambayo inahusika na masuala ya kilimo nafikiri pale bungeni vile vile. Kwa hivyo upande mmoja kuna wale ambao wamefaidika kwa kidogo, lakini ni vigumu sana kwa mara moja kuweza kuridhisha taifa nzima la Kenya kwa sababu ya nafasi chache zilizopatikana. Nafikiri kwa kiwango fulani Mheshimiwa Raila Odinga amejaribu kwamba sehemu hii ambayo anapata kutoka katika serikali ya kitaifa imeweza kuendea sehemu kadha wa kadha ambazo ana uungwaji mkono mkubwa, kwa sababu nafikiri moja ya zile kamati ya bunge aliyechaguliwa ni mbunge kutoka Pwani, ingine ikachaguliwa mbunge kutoka eneo la Magharibi, ingine ikachaguliwa mbunge kutoka eneo la Nyanza. Kwa hivyo kulingana na mimi amejaribu kufanya ile balancing kidogo ili kuensure ya kwamba haki au Wakenya katika eneo zote za nchi wameweza kujumuishwa katika uendeshaji wa shughuli za taifa. Pengine kukitokea nafasi zingine, pengine kaunti ya Trans Nzoia itakuwa ya kwanza kuangaliwa, lakini tungoje, kwa sababu pia kuna nafasi zingine pengine katika chama cha ODM, kuna nafasi zingine katika maeneo mengine ambayo pengine Mheshimiwa Raila Odinga kashaamua nani atakuwa mahali fulani. Kwa hivyo wakazi wa Trans Nzoia wana haki ya kulalamika, lakini vile vile wampe nafasi Mheshimiwa Raila Odinga ili akaweze kujipanga, kwa sababu ndio vile anaweza kupewa nafasi ya kupeana majina moja au mbili katika maeneo fulani ya uongozi wa taifa. Naam, katika hili swala lote ambalo tunalizungumzia, vijana katika taifa la Kenya wapo wapi? Manake vijana walijaribu wawezavyo, sauti zao zikaweza kusikika kwenye mitandao moja kwa moja kupitia yale maandamano. Mambo yakawa ni mengi ambayo yaliweza kutendeka, mengi yakawa yamefanyika, vijana wakahisi kama sauti yao imesikika. Lakini namna mambo yanavyofanyika na mageuzi na mabadiliko katika uongozi, vijana haionekani kama kuna sehemu ambayo wameweza kutengewa. Nafikiri hilo ni swala ambalo ni la kuleta wasiwasi sana, kwa sababu tunavyosonga mbele, wale ambao wana nafasi ya kuweza kusalia nchini kwa muda mrefu ni watu wa umri wa makamo. Kwa hivyo katika zile uteuzi ambazo zinafanyika katika ngazi za kitaifa, katika vyama vya kisiasa, asilimia kubwa inafaa kuwashirikisha watu wa umri wa makamo. Ninazungumzia watu pengine walio na chini ya miaka 40, wakiwemo vijana ambao wana miaka chini ya miaka 35. Lakini pia tukumbuke ya kwamba kuna changamoto zingine ambazo zinahitaji ile ambayo tunaita experience kuweza kushughulikiwa. Kwa hivyo pendekezo langu lilikuwa ya kwamba katika uteuzi wa nyadhifa kuu serikalini, anapochaguliwa mtu mmoja mwenye uzoefu, basi naibu wake awe ni kijana ambaye ataweza kusoma kutoka kwa huyu ambaye ana uzoefu. Serikali inavyosonga mbele, nafikiri ikiwa kuna wale ambao wanayajali maslahi ya vijana, ikiwemo uongozi wake Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga, basi ni wakati ambapo hata ile serikali ya kitaifa kupitia kwa cabinet policy mwaka nafikiri wa 2008-9 kuliweza kuletwa ile rule ya kuhakikisha kwamba 30% ya miradi ya maendeleo pamoja na nyadhifa za serikali zinapeanwa kwa vijana. Lakini mimi ninafikiri ya kwamba going forward, wale ambao wanapewa nyadhifa mbalimbali, ikiwa tuna nafasi
tuseme 5 katika utumishi wa umma, basi nafasi 3 kati ya zile 5 ziende wale ambao ndio wengi zaidi katika ile spectrum ya jamii ya taifa la Kenya ambao ni vijana. Kwa hivyo izingatiwe kwenda mbele kwamba ikiwa tunahitaji mtu mwenye uzoefu, mfano ameteuliwa Mheshimiwa Mutahi Kagwe, waziri wa kilimo, anayekuja pengine kama permanent secretary, anaweza kuwa ni mtu mwenye umri wa makamo ambaye ana tajriba ya kiwango fulani, na yule ambaye anamfuatia kwa kiwango pengine 2 au 3 ni vijana ambao wanawekwa katika nafasi ya kuweza kupata ile experience kutoka kwa wale. Naam, pengine itakuwa inawafaa vijana katika taifa la Kenya. Manake wanahisi kama wameachwa nje. Ndiyo. Katika kila mageuzi, mabadiliko, hawahisi kama wamepewa nafasi, na ni wakati ambapo wanafaa kuzingatiwa pia, kwa sababu tumekuwa tunalalama kwamba vijana pengine namna pia ambavyo wanawasilisha malalamishi yao labda hawaifanyi katika njia ambayo inafaa, kwa sababu wengi wamekuwa wanatumia mitandao. Tangu ujio wa Gen Z, vijana wamekuwa wanatumia mitandao. Ukiangalia kwenye mtandao wa X, hautumiki vizuri. Bila shaka, lakini pia ninafikiri ya kwamba vyombo tanzu vya habari vingehusika zaidi katika kuweza kusaidia katika kueneza ujumbe wanaoeneza vijana kwa njia iliyo bora zaidi, kwa sababu pia ukiangalia wale ambao wanahusika sana sana katika ile tunasema mainstream media, wale ambao ni sura ya televisheni na sura ya redio katika taifa la Kenya, wengi wao ni watu wa umri wa makamo, si watu waliobobea sana, waliokomaa sana katika umri. Kwa hivyo ingelikuwa vyema ikiwa katika nafasi yao ambayo wamepewa mbele ya vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa, waweze kutumia ile nafasi pia kuweza kuiweka katika ningependa kusema nini, to put the government to task on youth matters, ili kuhakikisha ya kwamba agenda ya kuwashirikisha watu wa umri wa makamo au vijana katika shughuli za uendeshaji wa taifa unaweza kuzingatiwa kila wakati, ikiwa ni katika uamuzi wote unaofanyika, basi katika meza ile ya uamuzi kuwe na uwakilishi wa vijana. Hivyo ndivyo tu tutakavyoweza kutatua changamoto ambazo zinawakumba vijana, kwa sababu kwa sasa pengine tuna watu ambao waliobobea katika kimiaka ambao wanafanya uamuzi pengine ambao kulingana na teknolojia na elimu ya sasa na mambo mengine, vijana wanaona ya kwamba pengine haiwafai, na ili hali hao ndio wengi katika taifa la Kenya. Naam, na wale vijana tu wamesema kwamba Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amekuepo katika serikali zote ambazo zimekuepo, takriban serikali 4 zilizopita, isipokuwa pengine ile ya kwanza, manake labda alikuepo babake ambaye ni marehemu. Kwa hivyo wanasema kwamba amekuepo katika zile serikali 4 na kidogo amekuwa na watetea wa Kenya, lakini this time round I think wa Kenya wanahisi kama hajawatetea. Na ukiangalia reception yake alipokuwa kule Kisii wakati kulikuwa na mechi, wa Kenya hawakutaka kumsikiza. Wakati alijaribu kuhutubia wale waliokuwa pale, hawakutaka kumsikiza. Wanahisi kama amekuwa msaliti. Bado kuna wale waliosalia wakamsikiza, wengine waliweza kuondoka katika kule uwanja wa michezo wa Gusii na kuondoka. Lakini kumbuka ya kwamba kaunti ya Kisii ni moja ya zile kaunti ambazo Mheshimiwa Raila Odinga aliweza kutembelea. Nafikiri ndio ilikuwa kaunti ya mwisho haswa ya Mheshimiwa Raila Odinga kutembelea, ili kusanya maoni kwa sababu ya kuweza kufanya uamuzi ni wapi atakapoenda. Na alituambia alipokuwa katika kaunti ile waliweza kumhakikishia kwamba ako katika njia iliyo sahihi. Kwa hivyo huenda ikawa pengine hatujui, huenda ikawa kwa sababu ya kutoridhika kwa baadhi ya viongozi katika eneo hilo, pengine kukawa na ile mipangilio ya kuhakikisha kwamba wanaonyesha kutokuwa na imani sana naye Mheshimiwa Raila Odinga. Hatujui ni nini kilichotokea haswa, lakini najua ni jambo ambalo pengine uongozi wa chama cha ODM na ile protocol ya Mheshimiwa Raila Odinga inaweza kuzingatia na pengine kuweza kutujulisha ni nini kilichotokea.
kulingana na mimi tumesema ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga kwa njia moja ama nyingine amehusika katika kuhakikisha ya kwamba serikali zisizopungua 5 zimeweza kupata ile tunasema stability, na hilo ni jambo ambalo limekuwa la muhimu sana. Kulingana na mimi ni wakati ambapo Mheshimiwa Raila Odinga amejumuishwa katika uongozi wa taifa, ambapo taifa limeshuhudia mageuzi, ile tunasema infrastructural development, ile tunasema ukuaji wa uchumi na mambo mengine kwa kiwango cha juu sana, ikiwa ni wakati wa Mheshimiwa Daniel Toroitich arap Moi miaka ya 1998 mpaka 2002. Tunaona ya kwamba wakati ule kulikuwepo na mabadiliko kadhaa yakiwamo yale ya tume ya uchaguzi wakati ule, ili kuweza kujumuishwa kwa vyama vya upinzani katika uteuzi wa makamishna wanaohusika na upigaji wa kura. Katika muungano, katika serikali ya muungano ya Mheshimiwa Mwai Kibaki kashuhudiwa miradi ya maendeleo kuu, ikiwemo ujenzi wa barabara, ikiwemo pamoja na uzinduzi wa katiba ambayo tunaifurahia kwa sasa. Ilifanyika wakati ule ambapo Mheshimiwa Raila Odinga aliweza kujiunga na serikali ya Mheshimiwa Mwai Kibaki baada ya machafuko ya mwaka 2007-2008. Wakati ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama rais, tumeshuhudia katika awamu hii ya pili ya kwamba miradi ya maendeleo ambayo alikuwa ameanzisha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta katika awamu ya kwanza pengine ilipata kupigwa jeki sana wakati wa awamu ya pili, kwa sababu ya ile stability, ile guarantee ambayo ilipeanwa na Raila Odinga na kuhakikisha ya kwamba wabunge wake wanaweza kuunga mikono miswada ya serikali na kuhakikisha kwamba zile sheria zilizohitajika kuhakikisha miradi hiyo inaweza kufanyika. Kwa hivyo mimi sioni kama nina tashwishi ya kwamba katika kipindi hiki cha miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu ujao pengine tutashuhudia tofauti kubwa katika taifa la Kenya, katika ukuaji wa uchumi, katika miradi ile ambayo tumesema imeanzishwa na pengine haiendelei kwa kiasi, na vile vile pia utulivu na amani katika taifa la Kenya. Naam, asante. Pengine kwa sababu ya muda tunasema vipi kuhusiana na haya masuala ambayo tumeyaangazia leo kwenye hali ya taifa kwenye West TV Staff Time? Manake ni mengi tumeyaguzia kwa faida ya Mkenya mpiga kura, kwa faida ya kiongozi ambaye alichaguliwa kumfaidi na kumwakilisha kikamilifu mpiga kura ambaye ni Mkenya. Kama wananchi wa taifa la Kenya tuna sehemu ya kuhakikisha kwamba tumetekeleza ili kufanikisha maendeleo katika taifa la Kenya. Wale ambao ni wakulima wakahusike kikamilifu katika kuandaa mashamba yao, kwa sababu tunaingia katika msimu wa upanzi, ili mbolea ile ambayo nimeona ukitembelea yale magala ya NCPB utapata ya kwamba watu wengi tayari wameshaweka foleni pale kuweza kupokea ile mbolea ya bei nafuu, ikaweze kutumika kikamilifu, ili tuhakikishe ya kwamba katika kipindi hiki kinachokuja tena kama taifa hatuna nafasi ya kuagiza tena mahindi au chakula kutoka nchi za nje. Wakulima wahusike kikamilifu kuandaa mashamba yao kwa muda unaofaa, mvua itakaponyesha basi wakaweze kuhusika na upanzi. Wale ambao wanahusika katika biashara tofauti ikiwemo ya kuwauzia wakulima vifaa vinavyohusika katika upanzi na katika ukulima, vile vile wajihusishe katika biashara hii kwa njia ambayo ni ya kuridhisha, kwa njia ambayo ni ya uaminifu, sio kwa minajili ya kujinufaisha kupita kiasi. Serikali kwa upande wake ikaweze kuwajibika kwa kuwatumikia wananchi kwa jinsi inavyotakana, ilete mbolea kwa wakati unaofaa, ikaweze kuzingatia ufunguzi wa barabara zetu ili mavuno yanapokaribia yakaweze kufika shambani kwa muda unaofaa. Kwa hivyo ni sisi sote kama Wakenya katika sehemu zetu mbalimbali tukahusike kikamilifu kuhakikisha kwamba kama taifa la Kenya sio tu uongozi wa taifa, bali pia sisi tunachangia katika ukuaji na maendeleo wa taifa la Kenya. Naam, asante kwa kutenga muda wako kuja kusema na Wakenya kwenye studio zetu za West TV. Naamini kwamba basi ni ya manufaa. Kama tunafuatilia haya mazungumzo,
ni ya manufaa kwa sababu inatupa Wakenya subira kuweza kuwapa nafasi viongozi kutekeleza kazi zao. Na pia inatupa jukumu kama Wakenya kuona ni nafasi ipi tunafaa kuicheza kama Wakenya ili kuona kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Na pia inampa nafasi kiongozi kuweza kujitafakari na kukumbuka kuhusu ahadi ambazo alitoa wakati wa kampeni na kuweka mipango ya kuitekeleza moja kwa moja kwa manufaa ya Wakenya. Bila shaka. Nasema asante sana Bwana Julius Masinde, asante kwa muda wako. Na kwa sababu ya muda, mtazamaji, nimruhusu mgeni wetu aweze kuondoka ili tumpishe mgeni ambaye anakuja katika masuala ya kijamii. Japo siku ya Jumanne panapo majaliwa tutakuwepo hapa kuangazia mengi kwenye hali ya taifa. Maana tunakuwa naye Bwana Julius Masinde kila siku ya Jumanne na vile vile kila siku ya Ijumaa kwenye West TV Staff Time. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mgeni wetu ni Bwana Julius, mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet.